You may not see our armor, you may not see our shields, but we're on the battlefield, where the unsaved are real. Defenders of our faith, we never withdraw, a fighting force that the enemy never foresaw. Mtumishi wa Mungu au kuhani anayekuongoza. Kila siku mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu wale ambao ninawaona leo naamini ni wale ambao Mungu ametuma kwa. Utaamini haya kwa muda mchache ambao nikianza kufundisha. Nitafundisha kama jambo la kwanza ambalo Mungu alinionyesha katika mwendelezo wa lile somo. Kuna mwana kuna watu ambao wanamuona mchungaji kama kila kitu kwao, kwa sababu ni kuhani wa zamu ambaye Mungu amemleta. Sawa sawa na Mathayo 4:25. Na mkutano wengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi wa ng'ambo ya Yordani. Hapo alishaisikia ni sana. Kila alipopita alitenda Yesu kama mchungaji. Kila nyayo yake ilipokanyaga mahali palikuwa na asili ya wema. Na huyu ndio mchungaji wa kwanza aliyehalisi. Praise God. Mchungaji wa kwanza aliyehalisi huwa na asili ya kuacha alama ya mema juu ya maisha ya mtu. Alama ya fadhili, alama ya vitu vizuri. A good pastor sio ambaye anaweza kukumwagia mafuta na kukuacha. A good pastor can mchungaji wa kweli sio ambaye tu anakopa mafuta. Lil pastor mema yana maana nyingi. Mema maana yake ni kukutoa ulipo leo kupeleka ambako haukuwahi kukuona. Na hii ni safari inahitaji mchakato, sio siku moja wala dakika. Praise God. Nisikilize vizuri, nitazungumza nawe mambo haya machache na nitakwambia kweli. Kama Yesu kila yeye ni kiwakilishi cha mchungaji, kila alipokuwa anapita alikuwa anatenda mema. Yeye anatuonesha wachungaji wa kweli mitazamo yao ni lazima wawe watenda mema. Wangapi mmelaaniwa mara zote? Simple. Wangapi ambao walisema ukitoka hapa tunakulana, tunafunga kila kishavu? Hii ndio zana ya kanisa. Haya ndio makanisa ambayo mchungaji halisi amekuja kujenga kuta wa mema wako. Kwa hiyo usimuone mchungaji yeye atanisha. Sasa mchungaji sio kukuwekea mkono pepo toka. Hiyo ni kitu kidogo sana. Kazi ya mchungaji ni kukufanya wewe uweze kumuelewa Mungu kwa 100%.
100%. Umeelewa? Umeelewa vizuri? Mimi nimekuja hapa, nimesimama hapa, sizungumzi siasa, nazungumza neno la Mungu ambalo kazi yake ni wewe kukufanya umuelewe Mungu, umuone Mungu. Wait. Tuende taratibu. Watu wengi sana huwa wana mtazamo mbaya kuhusiana na wachungaji, na mtazamo huu ni huu hapa. Makutano ambao ni waamini, ambao mahusiano yao na wachungaji yanaamliwa na mahitaji yao. Na ndio maana hao ni watu wabaya sana kanisani. Sio kama wewe na wewe upo utakuwa kwenye kundi hili. Umekuja hapa unataka kitu cha Mungu, wewe ni mtu mbaya sana. Mungu anakuchukia. Ila ukija hapa kukutana na Mungu, kutengeneza ushirika na Mungu, Mungu anakufurahia. Anasema mnaomba lakini hampati. Kwa sababu gani? Mmeomba vibaya. Kuomba vibaya ni intentional. Unakusudia nini kwenye hayo maombi? Na tunaona sikikuombea leo, unataka leo vitokee, lakini mahusiano yako na Mungu hayanunui hata chapati kule mbinguni. Build fellowship and then fellowship buy anything to God. Build fellowship and fellowship can buy anything. Can buy whatever you want. Build first fellowship. Sio maana mmeaminishwa vitu vya ovyo. Hamtaki kujenga ushirika. Hamtaki. Ushirika kazi yake mchungaji na mke wake. Wao ndio watafunga na kuomba, akimaliza atatokea mikono tutapona. Okay. Sinaona waamini ambao wana mitazamo mibaya. Ndio maana wewe muumini utamkuta leo amehama kanisa. We don't care. Lakini leo nataka nikusaidie. Nitaendelea kuwasaidia watu wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kinachotokea. Kinachotokea ni hiki hapa. Mtu anakuja kanisani, lakini lengo lake ni apate mume. Mume akichelewa anaendelea kusali. Mtikise wewe jirani, mtikise. Even shake your neighbor. Mtikise, muulize utakuja. Lakini kanisa halikuwa sehemu la wewe kuja kupata unavyovitafuta. Ilikuwa ni kuja kwanza kukutana na Mungu. Alafu Mungu akiona umempendeza ndio akupe unavyovitaka. Si unasikia sasa? Njoo kwa Yesu tukupe ndoa. Yesu akupe ndoa. And then mahusiano yako hayanunui hata blouse. Njoo kwa Yesu. Hizi injili mnatoa wapi nyinyi? Hubili mnatoa wapi hizi injili? Yaani wewe ukija tu kwa Yesu ndoa hii. Lazima nikwambie ukweli. Lazima uwe na muda wa kusubiria mahusiano yako yapevuke ili Mungu akupe unachokitaka. Nitasaidia watu kwa hili jambo leo kwa muda mrefu sana. Na ndio maana wengine wamekuja hapa wanataka basa pray for me, and then ukiniombea leo siji tena kanisani. Ni bora ukabaki kule nyumbani. Kama hutaki kuja kujenga mahusiano yako na Mungu. Kwa sababu hili ni kanisa ambalo limekuja kutengeneza misingi ya kumfanya mtu ajue kuomba. Kwa hapa tunachokitengeneza ni wewe na Mungu mpatane. Kama huko tayari kupatana na Mungu, wewe ni ndugu yake na yule aliyepigwa kule mbinguni. Unajua ni nani? Shetani.
Kwa sababu mahusiano yako na Mungu yatakufanya uishi vizuri. Si unaona sasa? Wengine wamekuja kanisani, wanachotaka tu ni nini? Wanataka tu wakutane na nini? Na lile wanalolitaka, lakini wao hawataki kwanza kujenga mahusiano na Mungu. Mungu atakuaminije wewe? Anakuaminije kukupa hiyo ndoa? Anakuaminije kwa mfano sasa hivi? Hao ndio nataka kwamba sasa, unajua ndio maana watu wakajua nyinyi wa Kristo, niwaambie kweli. Wakawajua hivi, wa Kristo ni wavivu. Hawapendi kuomba, hawapendi kujishughulisha na neno. 500,000 upande huu, 200,000 upande huu, 250,000 upande huu, 100,000 watakuwa wa mwisho kumuona mtumishi. Kwa nini? Hawezi kuomba, hawezi kutafuta mahusiano na Mungu. Hautaki kabisa kuomba. Kwa nini lazima ulipe gharama ya hela baada ya kulipa gharama ya maombi? Na ukienda huko wanavyokuambia ni madudu. Hawana hata wanachokuambia. Na kuangalia vizuri wewe. Mwambie mchungaji anaongea na wewe. Mwambie anaongea na wewe unayemwangalia wewe. Anakuangalia wewe. Sijui unanielewa? Kwa sababu kanisa liko tayari kufanya nini? Kujenga mahusiano na Mungu. Na ndio maana wanataka tuseme hivi, ibada ya kuua wachawi watajaa kanisani. Lakini ibada ya kutembea na Mungu hawataki kujaa kanisani. Kwa nini? Kwa sababu wanataka vitu laini. Usiamini kwamba shetani peke yake anaweza kufunga maisha ya mtu. Ni kuongezee hili, na Mungu anaweza kufunga maisha ya mtu. Sio shetani anayezuia maisha ya mtu, na Mungu ana tabia ya kuzuia maisha ya mtu. Kwa usije ukaenda kanisani kwa ajili ya kumkemea kushindana na shetani. Kuna muda Mungu anakuzuia yeye mwenyewe. Angalia huyu anaitwa Danieli. Aliomba na malaika na majibu yake yakazuiliwa na mkuu wa anga. Alikuwa na upako kuliko wewe. Mahusiano yake na Mungu yaliokoa uhai wake kwenye tundu la simba. Huyu ni Danieli. Yaani simba wana njaa 3 days or 4 days or 7 days hawajala. Wana njaa. Na chakula kilipoenda hawakumla Danieli. Umeona mahusiano ya Danieli yalinunua nini? Uhai wake. Wewe mahusiano yako na Mungu yananunua nini? Bablish. Yananunua nini? Mahusiano yako na Mungu yananunua nini? Pipi ya kulamba. Mahusiano yako na Mungu yananunua nini? Ni lazima nikuulize swali hili. Usinikasirikie. Yananunua nini mahusiano yako? Kwa sababu kule mbinguni kila kitu kinanunuliwa. Je, mahusiano yako yananunua nini? Yananunua nini? Nini yananunua? Sisi wengine tukikutana na mtu tunamwambia huyu ana kansa. Mahusiano yetu yameenda ndani mpaka kwenye kipimo cha kansa. Unakutana na mtu unamwambia wewe utakufa kesho kutwa, na kweli kesho kufa atakufa. Mahusiano yetu sisi yananunua hicho kitu ambao tupo karibu na Mungu. Je, wewe sasa nimejua kuwa Wakristo ni watu wa mchezo. Wanataka waje kanisani waombe watajilike. Na ndio maana niliwaambia hivi juzi. Si niliwaambia kweli? Ni afadhali mmekuwa leo wachache ili muweze kuelewa vizuri. Labda sile kulikuwa kuna kelele. Mimi kumuombea mtu apate hela ni mpaka niamini moyo wake anampenda Mungu. Niangalie vizuri, ndio mimi hapa naongea. Ta mchungaji wako, sio mwingine. Usije tukakuombea upate hela, kesho kutwa ukatumwagia maji barabarani. Ni mimi ninaweza kununua, Mungu akanipa neema ya kununua maisha yako ya kesho yakaje sasa hivi.
Lakini kwa nini sifanyi hivyo? Kwa sababu moyo wako bado. Hakuna kesi ambayo Mungu inamshinda. Hakuna kesi ambayo Mungu inamshinda. Mkiona kesi zingine zinaenda zinarudi, mjue hata mahusiano yenu na Mungu hayako vizuri. Tunawaangalia tu. So, okay. Hakuna jambo ambalo mimi nimewahi kumwomba Mungu akashindwa. Hakuna. Lakini ukiona tunajaribu kuangalia. Moyo unakuwa na njia mbili. Nitasikilizia wiki 2, alafu nitaondoka. Sasa pale ndio Mungu anasema hapa. Tulia mwanangu, usijichoshe. Huyu moyo wa mtu bado. Si Mungu amesema kwenye kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10 kwa anachunguza moyo? Mungu anachunguza moyo. Ama sio brag. Siamini kuwa kuna ugonjwa duniani ambao uponi. Ambao tulisafiri siku ile tulikuwa tunaanza kuona watoto. Si mnakumbuka ushuhuda wale mama aliyepona HIV? Hao mnajua ni vitu vya kudandia tu. Tukiwaambia kuna watu walikufa wakavuvuka, sio kama tunazungumza vitu vya uongo. Mahusiano, ushirika. Ya ushirika wako unanunua nini? Wewe mahusiano yako yananunua nini? Yananunua nini mahusiano yako? Au unataka kwenda kanisani ukamwona mchungaji leo kavaa nguo gani? La, leo nimekuambia nimevaa nyeusi. Kuna watu wanataka waende kanisani to visit pastor. Rafiki yangu, nikwambia basi nakaa wapi ili uwe unanitembelea sasa? Uwe naacha kuja kanisani. Ukitaka kuja ndio maana nikasema juzi, na watu wanatamani tufunge pale kanisa, tubakize pale ofisini. Wewe ni mshirikina kabisa, wewe ni mshirikina. Usikasirike, wewe ni mshirikina. Unataka mambo yaani unataka vitu vya Mungu nao umtaki Mungu. Si sasa unakwenda kwa mganga wa kienyeji hapo. Nataka pale pastor aseme unajua ninaona katika roho. Nikikutazama na kuona Iringa. Baba Iringa ndio kwetu baba nisa. Ndio unachotaka. Lakini hautaki wewe kutengeneza ushirika na Mungu ili uwe kama mchungaji au zaidi ya mchungaji. Kwa nini usiombe wewe mtoto? Dunia imebadilika sasa. Kuna mtu mmoja akasema juzi, ngoja nikwambie siri. Kiukweli ni kwamba Mungu akiona tu kuna tabia hizi 5 nitakazozitaja. Unataka vitu vya Mungu akujibu. Au mtaki. Mjesoma hii Biblia inasema hivi, nirudieni mimi nami nitawarudia. Mjesoma hii? Si mmesoma? Unaporudi kwa Mungu yeye anakuja kwako. Ukienda kutaka vitu vya Mungu yeye hakupi. Hapa hiyo nikurahisishie. Ukija kusali hapa kwetu kanisani kwetu, hakikisha umekuja kutengeneza ushirika na Mungu. Usije kukutana na mtumishi wa Mungu. Si nimekwambia kweli usikasirike. Mimi ndo mchungaji sasa, usikasirike. Si ndo nakwambia kweli. Kwa sababu hata nikisema haya sawa, unataka kuonana na mtumishi wa Mungu wewe? Ndio nataka kuonana na mtumishi wa Mungu. Akamwambia haya sawa, mtumishi wa Mungu yuko pale ofisini. Twende kaongee naye. Alafu mimi nikakaa kimya. Utakuwa umesaidika na nini? Sitakoja saidika na kitu. Kwa sababu hata mimi anayenipa kufungua kinywa ndio ambao unamkataa wewe. Sasa akifunga kinywa changu, tengeneza ushirika na Mungu. Wewe hutaki kuomba.
Nilishawahi kusema hivi, ngoja nirudie hii kauli. Wewe niangalia vizuri hapa. Nilisema hivi, kuombewa ni dhambi. Jifunze kwanza kuomba. Sema amina. Sema amina. Tutakuombea tu sasa hivi kwa sababu bado ni mchanga. Ukikua, ni lazima ujifunze kuomba. Usikasirike. Duniani hukuitwa kuja kuombewa. Duniani umeitwa kuja kuomba. Pasa huna hekima. Nataka niseme neno lako badala ya Mungu. Imewapasa kuomba kwa bidii kila siku bila kukata tamaa. Ni wapi aliandika imewapasa kuombewa sana? Kuombewa sawa, mnaombewa, si dhambi, na neno limeandika mtaombewa. Lakini kuomba inatakiwa kuwa kwa bidii. Watu tunafunga na kuomba, alafu nataka tuje tukuguse tu. Haya, hatujakudai hela, hauji kanisani, alafu tukuguse tu upone. Unaumwa. Praise God. Yaani hauji kanisani, afadhali unajua huyu hapa anakujaga kanisani kila siku. Alafu natoka huko, umebebeshwa mizimu, umebebeshwa na unisikilize vizuri. Unisikilize vizuri, huu ni ujumbe kutoka kwa Roho Mtakatifu. Yaani unakuja huko umebeba mizigo yako mizito. Unataka tu mchungaji akuguse upone na uondoke, na hauji kanisani. Na sio mshirika hapa. Hautaki kutengeneza ushirika na Mungu, na umepanga kabisa Ijumaa, Jumapili hata kutokuwepo kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 26:55 anasema, saa ile Yesu akawaambia makutano, je, mmetoka kama anasema mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Ni wepesi. Unajua, ngoja nikupe siri. Ngoja nianzie hapa mstari wa kwanza. Washirika wadhaifu wana tabia hizi hapa. Wanatazama mbaya kuhusu mchungaji. Hata hapa kuna wengine nafundisha, anasema sije tena kanisani. Usije tu. Labda nikujibu kabisa. Labda nikujibu kanisa. Mbona mchungaji anatukazia na kukazia yeye? Unataka nisikukazie mimi? Mimi ndo Mungu ameniita. Ndo nakukazia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Washirika ambao wana namna hizi ni washirika wabaya sana. Wana mtazamo mbaya kuhusu mchungaji. Okay, sawa. Wangapi mlimuona yule binti yangu ambaye nilikuja naye hapa kanisani? Mama, ulimuona eh? Na yule binti yangu mwaka 2019 nilianza kanisa kwake Dar es Salaam. Yaani yule pale kwake pale Dar es Salaam Upanga alinipa nyumba katikati ya mji pale Dar es Salaam. Alinipa wapi? Nyumba juu ya gorofa. Nianze ibada za maombi na maombezi. Sawa mama? Naelewa vizuri. Kwa yule pale anaweza akafanyiwa kama Yesu. Mtu huyu amesadiki. Na sio kusadiki, kwa kuwa alijenga hekalu la Bwana, yastahili atendewe haya. Kuna watu Mungu anaangalia kiwango cha ushirika. Umempa nini Mungu? Umempa nini Mungu? Umempa nini? Muda. Sasa una hela, umempa muda. Umempa muda wako Mungu kweli kikamilifu? Sawa, alinipa pale nyumba. Juu bila kujali kelele. Watu watadondoka chini, watakufa wakiombewa na maombi na nili. Alinipa. Tukawepo pale, tukaanzia huduma pale. Hakuna kiti, hakuna stuli, hamna chochote. Ni mimi tu na shati langu na Biblia. Na kitambaa cha kufutia jasho. Leo hii mtu akisema, pastor, mbona kama na labda nikupe siri. Tangu nimekutana naye mpaka leo hii, Mungu kamuinua sana.
kuliko wala nilivyo kumkuta. Kuliko nilikomkuta, yani Mungu kamuinua kiela, kindoa, kila kitu. Sio unanielewa vizuri? Sasa leo hii ukinikuta namuombea mtu yule, nitamuombea kwa bidii kwa sababu ninajua kuna kitu amempa Mungu wangu. Sasa muulize aliyekaa kwenye kiti cha blue. Muulize wewe umempa nini Mungu? Umempa muda, umempa nini? Kuna excuse nyingi. Hata muda wa kuja kanisani, pastor, mvua inanyesha. Ulikuwa unajua kabisa kuna wingu linakuja, ulitakiwa uwahi kanisani. Ulisubiri mvua inyeshe ndio utumie kigezo cha kusema mvua inanyesha. Si ndakwambia ukweli. Usikasirike, ndakwambia ukweli. Ulisubiri tu mvua kawingu kaanze. Nasema pastor atajua kwamba mvua leo inanyesha. Huu ni mzimu. Ni kweli mimi najua mvua inanyesha, lakini shetani hajui hilo. Wala Mungu shetani hajui wala Mungu hajui. Sijui nisemaje. Ukiwa na mtazamo mbaya na mtumishi wa Mungu hauwezi kupokea kutoka kwake. Okay, kwa mfano. Ni nani hapa? Njoo binti moja hapa. Njoo binti moja hapa. Yeyote. Hata wewe njoo. Ukimkuta pengine naongea na wewe binti yangu. Sawa? Usimama tu leo usipige magoti. Sawa? Ukinikuta naongea naye. Niko naye barabarani namuasa. Kwa sababu wewe hujui ni nani yangu. Unasema haraka. Wale wana mahusiano. Anaenda kakae ni kuonesha hicho athari ya hicho kitu. Si wewe umedoubt. Ile wazo limeenda kwenye moyo. Alafu moyo ndio kipokeleo cha maombi. Nikikuombea vinagoma kuingia. Na ndio maana baadhi ya washirika vinagoma kuingia. Tuna invest power lakini nguvu inagoma inakataa. Una mtazamo mbaya. Yaani mtu mwingine amekaa hapa anasema ile mchungaji usimuone tu hivi ni kweli na upako. Lakini ninahisi jambo, ninahisi kuna jambo ninahisi. Kwa nini atuoneshage mke wake? Nahisi. Endelea kuhisi hivyo na macho yako ya blue. Mbona familia yake hatuijui? Ninahisi. Endelea kuhisi hivyo. Baki kwenye kuhisi. Mchungaji atuonage mke wake, atuonage mtoto wake. Yaani unajua mimi nahisi. Sijui atakuwa ni kale kabinti keusi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utawahisi wangapi? Mimi wakina wewe Masepetu ni watoto wangu wa kiroho. Wakina Irene Woya ni hata niko kwenye media hapa ni watoto wangu wa kiroho. Sasa utanihisi ni wangapi sasa? Kuna muda wengine hawezi kuja huko kanisani. Naweza nikakutana nao huko. Sasa utanihisi mara ngapi? Wewe unahisi tu. Unajua nahisi. Wewe acha kuizizi mambo. Unajiharibia muujiza. Moyo ndio unapokea. Kama moyo ukiwa na mawaa, hauwezi kupokea maombi. Intention yako imeharibika. Makusudio, matarajio. Nitaweka mkono juu yako katika jina, lakini huko ndani unasema hapana. Pastor unatembea na yule dada. Kwa jina, hapana. Pastor nakuhisi. Kwa jina, hapana pastor, nilikuona juzi umesimama pale. Huko ndani unasema hapana. Si kama mnanielewa. Na ndio maana usiwe pekuzi. Kwa kila mtu unayemwona na mwizi. Pengine mimi wengine wananiletea chakula pale ofisini na kula. Haya, mtahisi wangapi sasa? Wangapi mtahisi? Washirika wenye mtazamo kama huu ni hatari sana. Hao ni waamini dhaifu. Ikitokea sasa hivi serikali inakuja inasema nyinyi mnapiga kelele na wao wataungana na serikali kwa sisi tunapiga kelele. Hao ndio jinsi wa washirika waliopo.
wenye mawazo mabaya na mtumishi. Yaani mtumishi anakuongoza hapa, anakuombea hapa, anakesha kwa ajili yako na una mawazo mabaya. Ile gari itakuwa kaongwa, sawa. Tufanye hivyo unavyoamini. Ile nguo ile, sidhani kama atakuwa amenunua yeye. Sinawaambia nyinyi, mimi mwenyewe nilikuwa mshirika kama wewe. Si nilikuwa nakaa hapo, nilikuwa nasikiliza na mawazo. Kuna wengine viliacha kuja kanisani hapa kwa sababu vilitaka violewe na mimi, vilikuwa vinajileta leta. Kama ushindi kwa jina la Yesu. Wewe unajua vingine vilikuwa vinajileta leta. Unajua dadi wewe, mkutano waamini ambao mahusiano yao na ya mchungaji yanaamuliwa na mahitaji yao, hawa ni watu hatari. Yaani kwa sababu ukipata utampenda mchungaji, usipopata hitaji lako unamchukia. Ni hatari. Yaani mahusiano yako mpaka upate kitu kwa Mungu wangu ndio unanipenda, wewe ni mtu hatari sana. Sitaacha kukwambia. Hizi ni nyakati za mwisho. Injili hii inawezekana hujawahi kuisikia, ndo nakufundisha sasa. Nilimwambia Mungu ni heri niendoke na 2 kwenda nao mbinguni kuliko na 100,000 ambao tutachomwa nao wote moto. Siko tayari. Niko tayari kuisaidia akili yako na moyo wako umjue Bwana Mungu halisi na umtumikie Mungu wa kweli. Jambo la pili, watu wasiokomaa kiimani. Hebu nisomee hapo Mathayo 13. Watu wasiokomaa kiimani sio wabaya sana, lakini wenyewe ni wabaya. Unasikia hivi? Wewe Mama Jofu, unajua pale juu kuna lijoka. Hawa ni wasiokomaa kiimani. Unajua kuna lijoka pale. Nimeota ndoto kuna joka mkubwa pale madhabahuni. Haya, kalichukue sasa. Unajua ilikuwa ni ndoto tu mtumishi, nilikuwa naota. Anaenda anamwambia Mama Simbe, unajua Mama Simbe, pale anapopendaga kukanyaga pale kuna kibuyu. Na ndio makanisa yamekufa hivyo. Ndio makanisa yametawanyika hivyo. Ni waga mutaki ndoto zingine zaidi ya manyoka. Yaani hamna ndoto zingine mnaotaka hiyo makanisa zaidi ya manyoka, mchungaji mchawi, mchungaji Freemason. Haya, Freemason ana nini sasa? Mimi mwenyewe natunza ushirika wangu na Mungu, ndio maana sitaki kukuchaji wewe hela. Unafikiri nilichokuwa nacho akiweze kudai hiyo hela? Wanao kudai kule. Nilicho nacho kinaweza kudai hiyo hela. Hata kama nikipata watu 5 50,000 hapo, ninaongea nao huko, najua vizuri baada ya hapo kama ni familia najua itakula kuku baadaye. Naambia mama subiri. Ananiambia baba unajua leo hamna mboga. Naambia mama subiri, wewe weka maji ya kunyonyelea kuku hata hamna kuku. Nikifika pale naongea na watu 2 alafu naambia mtume yule kijana aje achukue hapa hela ya mboga. Lakini kwa nini nalinda mahusiano yangu? Kwa sababu mimi mwenyewe sitaki kupoteza ushirika. Wewe unafikiri nashinda kukudai hela? Sishindwi kukudai hela. Sishindwi. Niangalie vizuri. Nikazie macho. Sishindwi kukudai hela. Au ni nani nimlazimisha kutoa? Ni nani? Ambaye yuko hapa anasema nimelazimisha kutoa fedha? Hakuna. Ndio maana nashangaa. Utakuta kanisa linavunjika kwa sababu ya maneno. Niliona nyoka. Haya, nenda kamchukue huyo nyoka. Yaani nilimuona mchungaji kavua nguo zote, yuko uchi anatembea barabarani. Si ndoto zenu, tunazijua hizo ndoto. Alafu angalia mnavyoendaga utafsiriwa. Amevua nguo zote. Hilo kanisa hama. Na wewe umehama.
mwaka huyo mchungaji ni mchawi, anatumia nguvu zingine. Sasa nguvu zingine zingekuwa nataka hela yako basi, ili hizo nguvu nilikozitoa na kwenye nipeleke hizo hela. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama natumia nguvu zingine, furaha yangu sio wewe kuja kanisani. Furaha yangu ni kuhakikisha natumia hiyo nguvu ili na mimi nifanikiwe. Si ningekuwa na kama 50,000 hivi, kama 20 hivi, ningepata hela nzuri kabisa. Baada ya miezi miwili nanunua Range, au mwaka tu nanunua Range. Kwa simu nazoziongea, kila simu kinipigia 50,000, wewe unafikiri na shilingi ngapi? Basi kila simu nao nipigie 20,000. Hauwezi kuongea na mtumishi wa Mungu mpaka uwe na 20,000. Unafikiri nilikuwa na shilingi ngapi mpaka leo? Watoto wa Mungu, hakikisheni mnatunza watu ambao Mungu ameleta. Hakikisheni mnatunza watu ambao Mungu amewaleta. Msiwafanyie vibaya wachungaji. Mnaweza kubeba laana na mkashangaa muelewi. Praise God. Angalia mwanangu. Nisomee kwanza. Nisomee hapo Mathayo 13. Mathayo 13 inasema, siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni. Akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia. Ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka ziliungua. Na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba. Ile miiba ikamea, ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, 100, 60, 30. Mwenye sikio na asikie. Okay, sikiliza. Kulikuwa kuna mbegu ambazo zimeanguka. Sehemu ya kwanza, anzia hapo. Mbegu za kwanza zilianguka wapi? Akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu zingine zilianguka karibu na njia. Karibu na njia. Unajua maana yake karibu na njia? Ukiwa karibu na njia maana yake upo karibu na kupitiwa na watu. Yaani sasa hivi kama wewe hujaamini kuhusu hapa Divine Embassy, hujaamini vizuri, sawa? Hebu njoo mwanangu. Njoo hapa. Si wewe simama. Yupo karibu na njia. Anapitiwa na shetani. Anamwambia lile kanisa sela kusali. Halafu unajua anampitiaje? Anamwambia, si unaona mchungaji anapenda kuvaa vitu vya usi, ni ishara ya shetani. Au unasikia mchungaji abadilishagi ile saa. Bwana Yesu asifiwe. Ashukuriwe Mungu hata sivagi pete. Ningekuwa navaa pete, unasikia? Unaona ile pete, ile sio ya ndoa, ile pete ya kuzimu. Hao ndio Wakristo na watoto wa Mungu hao. Na wana safari ya kwenda mbinguni. Watoto wa Mungu, naombea imani yangu isitindike tena kwa jina la Yesu. Lakini angalia mbegu ya pili imedondokea wapi? Zingine zidondoka wapi? Nyingine zikaanguka penye miamba. Penye miamba pasipozaa. Yaani kuna mtu hapa anaweza akaja hapa na asipokee kitu kwa sababu mbegu ile tuliyoitupa imedondoka kwenye mwamba. Hakuna kitu kinaota juu ya jiwe kama hamna ardhi. Haya, zingine zinatoka wapi? Kwenye udongo mlaini. Nyingine zilianguka penye miiba. Ile miiba ikamea, ikazisonga. Okay, zingine zilianguka vizuri. Walisikia neno kanisani vizuri, waliamini vizuri. Alafu miiba ikaja, mashida yakaja, yakawazonga. Hawa ni aina nyingine ya washirika. Hawashirika wengine? Nyingine zilianguka penye udongo mzuri. Mdongo mzuri. Zikafanyaje? Zikazaa 100,
zikazaa 100, 160, 160, 130. 130. Waamini ambao wanaamini full huwa wanazaa. Nami nakuombea ukazae. 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 Ukazae matunda. Ukazae nyumbani kwako. Ukazae kwenye biashara. Imani yako ikazae wengine. Nilipenda neno la mwenyekiti alisema, na nyinyi mtaulizwa. Labda nikuambie ukweli. Muangalie jirani yako. Muangalie wewe umewaleta wapi wangapi kanisani? Wewe umewaleta wangapi kanisani? Muulize umesha kuwapeleka kwa waganga wangapi? Mama yako alipeleka waganga kwa waganga wangapi? Muulize swali. Wengine kwa waganga mlipeleka watu 100 na kanisani mjaleta hata mmoja. Mungu anafurahishwa na vitu viwili. Anamfurahia mtu mwenye imani. You can't please God without faith. Na Mungu pia hawezi kumplease kama hujawahi kufurahisha moyo wa Mungu. Yaani kama ukitaka kumfurahisha Mungu, mchukue mtu wa mtaani mwambie wewe, twende kwa Mungu. Hii ni sadaka kubwa ambayo mbinguni anasema ni heri. Ni heri mtu mmoja ambaye ataenda wapi? Kwa Mungu kuliko 90. Yaani furaha ya mtu mmoja kuja nyumbani kwa Bwana. Maana kama Mungu akifurahi kule juu mbinguni wewe umemleta mtu kanisani, maana hata wewe Mungu maisha yako yanafurahia. Unasubiri tuanze kuambia tunakuja WhatsApp. Daughter, share link ya maombi. Afadhali mwanangu alisema. Yaani mwenyekiti, kuna vitu vingine mimi siwezi kusema. Nataka nije nikwambie share link ya maombi. Unasubiri nije niseme. Sasa hivi tuko YouTube. Chukua vipande vya shuhuda uwe na viweka. Haujui kuwa uliweka vichekesho vya kina Eliudi, watu walicheka kweli wakasema hebu nitumie hii, na ulisupport kazi za kina Eliudi. Lakini haujui kuwa ukifanya hivyo utasupport kazi ya Mungu. Angalia page yako unavyopost mapicha ya ovyo, lakini hauwezi kupost kazi ya Mungu. Hauwezi kumwambia hata jirani yako, jirani mimi nasali mahali fulani, nina amani na hapo ninaposali, hebu naomba twende unitembelee. Hawezi. Hawa ni waamini hatari sana. Sema Mungu tusaidie. Sema Mungu tusaidie. Sema Mungu tusaidie. Jambo lingine ni wepesi wa kumgeuka mchungaji wao kama watakosa wanachokihitaji. Mathayo 21:9. Lakini unachokihitaji kipo kwa Mungu, hakipo kwa mchungaji. Si nilikwambia? Kwa mimi nimekuja kama socket ya kuashia, ila mimi sio umeme. Umeme ni Mungu mwenyewe. Mimi sio TANESCO. Mahusiano ya kuleta umeme na kutokuleta sio mimi, ni mwingine. Anaangalia ushirika, anaangalia umelipa bili, una bili ya kununua umeme au hauna. Isome Mathayo 21:9. Mathayo 21:9 inasema, na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Unajua wao walisema Hosana barikiwa, Hosana good. Hebu unajua jamaa, punda alipombeba Yesu alishangiliwa sana pale. Hosana, haleluya, mbarikiwa, mwenye neema. Punda anarudi sasa, kimya. Bwana Yesu asifiwe. Punda alikuwa na masikio, yani kichwa alikuwa nacho. Leo nimetandikiwa kanga, napita juu ya kanga. Na ndio maana kila mchungaji ni lazima aelewe hiki. Ukiona mtu anasema anakupenda, usijue anakupenda wewe, anampenda Mungu aliyembeba. Kwa ni lazima uprotect, sio mahusiano kati yako wewe na mshirika,
ila ni mahusiano mazuri kati yako wewe na Mungu ambayo yatazaa matokeo mazuri kwa huyo mtu ambaye unayemuongoza. Sio kama unanielewa? Leo nimetumwa kukivuruga hiki kichwa, kikitoka hapa kianze kuwa na akili vizuri kama za Mungu aliye hai. Angalia jambo la pili ambalo nazungumza hapa, nilimezungumza hapa lakini ndalizungumza vizuri. Kwamba watu wengi ambao tuko nao sasa hivi ni wepesi wa kugeuka na kuiacha imani. Kwa nini? Kwa sababu kiroho ni sawa sawa na kile kitabu cha Mathayo 26:55 ambayo tunaona sasa baada ya kuwa punda ameingia kwenye mji alishangiliwa, wakati anatoka kushangiliwa. Nikwambia siri, ukitaka kufanikiwa usiwe mwepesi wa kugeuka. Mimi wakati naanza kuomba sikuwa naamini kabisa. Labda nikupe siri, sikuwa naamini sana. Sikuwa muombaji hivyo, kwanza nitoka kwenye imani zingine huko. Sikuwa naamini sana kuhusu maombi. Ila nilipokutana na watu ambao wanaomba, niliishi na Wakongomani, sawa? Tulikuwa tunaingia kwenye kuomba rehema, Mungu ni rehemu, siku nzima. And then nikaanza kuona manifestation ya maombi. Siwezi nikakudanganya. Ukikaa na watu ambao wamekaa vizuri, sisemi kwamba Wakongo ndio wanaomba sana kuliko Watanzania. Ila mimi nilipata bahati ya kufundishwa na walimu wao kwenye chuo cha Biblia. Kwa hao jamaa walikuwa wananisukuma, wananichukua na mimi. Wanasema kama naambia sasa jamani tumbo linauma nitakufa, anasema kama utakufa kufa hapo chini. Ila utoki mpaka saa 12 imeingia. Kwa nilikuwa naomba nikiamka nikilala usingizi nikikuta wewe jamaa unasema Baba rehemu, Baba rehemu, Baba rehemu, Baba samehe, Baba samehe, Mungu samehe, Mungu ni rehemu. Siku nzima tangu saa 12 mpaka saa 12 asubuhi. Hao jamaa ndio walinifundisha namna ya kuwa pray inaanza kufanya nini. Kwa mtu ambaye na mimi nilikuwa kama wewe, nilikuwa na kama Ukristo siuelewi hivi. Hao nirudi kule nilikotokea. Lakini prayer ndio ilifanya, kwa sababu hata Wakristo ndio maana wanaenda kwa waganga. Kwa sababu gani? Hawajui nguvu iliyo kwenye maombi. Ni lazima Mkristo hakikishe anamtafuta Mungu mpaka anamuona. Shida si kuomba, shida uhakikishe unapotoka kwenye maombi umekutana na Mungu. Je, unakutanaga na Mungu kwenye maombi au unajikutaga wewe mwenyewe? Hilo ni swali la kujiuliza. Ni lazima umkute Mungu kwenye maombi. Ukimkuta Mungu ukitoka kanisani unakuwa na amani. Ukimkuta Mungu mzigo uliobeba unaondoka. Ukimkuta Mungu, Mungu anakufanya vilivyo vyepesi, vilivyo vizito vinakuwa vyepesi. Lakini Mungu anataka kwanza tusiwe vigeugeu wa imani. Leo tunaanza vizuri kanisa hapa, kesho natugeuka. Usiwaone wale. Wana nini? Nikwambie kitu kimoja. Hata siku Mungu anakusaidia kutaka kuondoka kwetu, usituseme vibaya. Usituseme vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna laana mbaya kama kusema madhabahu iliyokubariki. Hakuna laana mbaya. Ni nani ambaye alikuja hapa nikasema Roma ni wabaya? Nyosha mkono juu kama uko hapa. Ni nani ambaye ulikuja hapa nikasema KKT ni wabaya? Ni nani ambaye ulikuja hapa nikasema kanisa fulani ni wabaya? Ni nani ambaye ulikuja hapa pengine nikakwambia kuwa kanisa unaoabudu ni kanisa la Freemason, njoo usali kwangu? Ni nani? Nyosha mkono kama upo, kama kweli. Ukiona hivyo ujue kuwa mimi ni mchungaji ambaye nina maono ya kukusaidia uende mahali. Sikuwahi kukudanganya, sikuwahi kukuambia kwa yule mchungaji wako ni mbaya hata kama alikuwa ni mbaya. Aliye ndani ya maji ndio anajua maji kuliko aliye nje ya maji. Wewe sio mchungaji, huwezi kujua vitu vingi vya wachungaji kuhusu wachungaji. Kwa mimi naweza kuwa namjua mchungaji wako vizuri kuliko mimi, kuliko wewe. Lakini ni nani ambaye nilimwambia wewe mchungaji wako ni mbaya? Mchungaji wako achana naye. Lakini Mungu alikujenga mwenyewe mpaka leo uko hapa Divine Embassy. Sio, unanielewa vizuri? Kwa kama mimi sikupanda mbegu hiyo kwako, hautakiwi wewe kupanda mbegu hiyo ndani ya kanisa. Ni kitu kibaya sana. Jambo la 4, si watu wa kutegemewa. Washirika ambao na hapa nitawagusa watu wangu wa Divine Embassy.
Mnaweza mkaandaa ibada ya praise na worship na ukawaambia jamani, Jumanne, amina, pastor will come, pastor will come. Inafika saa 4 upo na Kevin na vijana wake wawili na watu wa praise. Unajua kwa nini? Watu ambao hawajamuelewa Mungu hawezi sana wakaelewa namna ya msukumo wa ibada. Hivi mnajua kuwa shetani na watu wake wanakutana mara ngapi kwa siku? Shetani na watu wake wanakutana mara nyingi kwa siku. Shetani na watu wake wanakutana mara nyingi kwa siku. Nataka nikupe andiko. Nakupa andiko. Shetani na watu wake wanakutana kila mara kwa siku. Angalia, shetani anaulizwa na Mungu, umetoka wapi? Anasema nimetoka duniani kuzunguka. Unajua alikuwa anafanya nini? Ukienda kwenye Ezekiel 23 anazungumza vizuri kwamba shetani hakuwa anazunguka, ila alikuja kufanya kikao na maagenti wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lingine na mwisho, ni waamini wa aina waamini ambao wanaelewa injili ya Kristo kama wewe. Unajua nikupe siri, kiukweli kama tungekuwa tunatafuta hela, tungekuwa na hela nyingi kwa sababu ya injili. Labda nikupe siri, na nakuomba unikazie macho. Usiwe na inama chini, nikazie macho, mimi ndo nakufundisha. Au usikilize sauti na nitazame mimi, ili nikutokea kwenye ndoto. Bwana asifiwe. Nitazame vizuri, nikazie macho. Kama tungekuwa natafuta hela, tungepata hela nyingi. Lakini kwa sababu tunataka ubadilike, ndio maana tuna muda, hatutaki kukudisturb na masuala mengine. Watu ambao wanaenda kanisani kwa ajili ya kupata jambo fulani, kutaka vitu vya Mungu, hawa ni watu hatari. Ngoja nikajaribu hapa, au sijaribu. Mimi nakusii tu, na Mungu ninamuomba akupe kuona kuwa hapa ni mahali pako pa kuabudu. Usije kujaribu. Unafikiri watumishi wa sampuli kama mimi unaweza kuwapata kwa shilingi ngapi? Kwa hela nyingi sana. Sinajua. Na wengine ni waongo tu, matapeli. Ukiona mtu amekupa nafasi, heshimu nafasi. Ukiona Mungu amemtuma mtu akusikilize, heshimu yule mtu, au mheshimu yule Mungu aliyempa nafasi ya kusikiliza. Ukiona naweza kusimama kubeba familia yako, kukuombea, heshimu. Kwa sababu na mimi na vitu vingi vya kuviombea. Ninao watu wengi wa kuombea. Siku moja nilikuwa najiuliza, nitapata wapi internet? Tulikuwa na internet kweli, lakini internet ile ilikuwa inasumbua, ya mtandao fulani. One of my son akaniambia, I'll buy it. Nikashtuka. Na ni kijana, I'll buy it. Mimi nitanunua hiyo. Nitanunua zote mbili, nitanunua. Nilishtuka. Usipige makofi kwanza. Usipige makofi. Hayosema nitanunua. Mimi sikwenda kuangalia
neno nitanunua, ila nilienda kuangalia umuhimu aliompa Mungu. Alafu nikamaliza nikaenda kuangalia umuhimu wa kile kitu. Je, kitampa yeye matokeo gani? Wait. Si unaona pale tukienda YouTube tunaona na watu labda viewers 20, 30, 40. Most of them wananipigia simu, wengine siwafahamu. Sema Pastor Breast, nimekuwa heal, nimepona kwa ile neno. Zile baraka ziwe za kwangu direct. Zile baraka zinakuwa vile vile na kwa yule mtu aliyepeleka ile injili. Ni kweli wewe umekuta kiti. Hamna sehemu ambao tulikwambia nunua kiti. Lakini pengine unasikia ndani, na hao ndio aina ya ushirika ambao ni siku za mwisho unatakiwa kuelewa. Kuna kitu umesikia hapa ndani, kuwa nikifanya hivi, nikipiga ua moja pale, nikipiga imasabu moja itawaka. Usifanye kwa ajili ya pastor, fanya kwa ajili ya Mungu. Ukifanya kwa ajili ya Mungu, Mungu anafanya nini? Anafanya kwa ajili yako. Sasa nikaanza kujitafakari kwenye ule mfano. Nikasema, Mungu, hivi ni vijana wangapi ambao wana akili ya kujua kuwa wakifanya kazi na wewe, wewe utafanya kazi na wao. Kwa mfano wewe si umempa muda Mungu sasa hivi? Niangalia machoni. Wewe si umempa Mungu muda? Mungu yeye atakupa muda mbele za watu. Si umekaa hapa umesikiliza? Mungu atakupa kusikilizwa mbele ya watu. Umekuja hapa kanisani umenyenyekea, Mungu atakupa watu wa kunyenyekea. Hauwezi kupanda usipovuna. Ndio hivyo hivyo. Usije kanisani kutarajia tu muujiza. Cha kwanza, njoo kanisani kukutana na Mungu. Hivi kwa mfano, Mungu wetu angekuwa anaonekana kwa macho, hapa pangoma pamejaa. Lakini kwa sababu unadharau, unakuchukulia vitu vya kawaida, nikwambia njoo kukutana na Mungu. Hizo ibada ni za wachache. Mimi nitakuja Mass Sunday. Nitakuja Jumapili. Jumapili kwa na vibe. Mtumishi Jose waga anacheza sana Jumapili. Hizi siku za katikati wamepoa poa. Niwaambie kitu, ili ufanikiwe sana, mpe Mungu muda. Sisi wengine tulimpa Mungu muda mpaka yeye akatupa muda kukutana na watu wakubwa. Mpe Mungu muda. Unahitaji kujengwa. Unajua niwaambie kitu kimoja? Hapa kanisani tulikuwa tunatamani tukiendelea kukaa vizuri na kukua, kuna siku special ya kuja wewe kukutana na mtumishi. Lakini bado hatujakaa vizuri. Siku special ya kukutana tu na mtumishi wa Mungu. Unakuja siku hiyo kukutana na mtumishi wa Mungu, unaondoka, sio kuja kuabudu. Lakini bado hamjakaa vizuri. Na ili muamini hicho kitu, tutangaze kwamba kesho ndio siku ya kuja kukutana na mtumishi wa Mungu, hauji kwenye ibada. Patakuwa na foleni hapo. Binti yangu moja aliniambia, baba, mimi nataka kuhama kanisa. Nataka nielekee kanisa lingine pale Dodoma. Nikamuuliza kwa nini? Akasema, baba, kwanza hapa mna ibada ndefu sana. Sisi kanisani kwetu tumezoea risali 1:30. Mchungaji wetu amemaliza ibada na ametuombea, tumeondoka. Wewe, hizi sio nyakati za kabla, hizi ni nyakati za mwisho. Invest time, wekeza muda wako kwa Mungu ili uwe na matokeo. Matokeo hayawezi kuja bila wewe kulipa gharama. Gharama ya kwanza ni ya kukaa na Mungu.
Gharama ya pili ni ya kuomba na kufunga. Kuanzia leo ni siku ya kwanza maombi, tutafunga siku 7. Kwa hakikisha hizo siku 7 nawe umefunga na kuomba. Wewe unasubiri mchungaji afunge na kuomba akonde, haja niwekea mkono nipone kansa. Ni sawa, ni imani nzuri, nimekupenda. Mwambie jirani yako amekupenda mchungaji, na amekupenda sana, ila badilika. Anza kuomba ili Mungu akutane na kansa yako. Ukija kanisani unakuja kutoa ushuhuda. Kwa jamani, nilipokuwa kwenye maombi, mkono wa Mungu ulio hodari, unajua ule uvimbe umeyayuka, siuoni tena. Nilipokuwa kwenye maombi, unajua nilikuwa na tonsils nilikuwa hapa. Yaani hauwezi kuamini mchungaji, tunataka kanisa kama hilo. Ndio maana nyinyi mmekuja kujifunza kutengeneza mahusiano na Mungu. Kwa bahati mbaya sana watu wanapataga taarifa tofauti. Kwamba lile kanisa mchungaji anaona. Kuona sio shida. Inawezekana ukaja na nisikuone vizuri tu, nikaja nikakuona kama. Lakini swali ni kwamba umekuja kukutana na Mungu au umekuja kukutana na mchungaji? Ukija kukutana na Mungu utakuwa na imani kama yule mama aliyetokwa na damu miaka 12. Yaani unajua nikwambia kitu kimoja, ni lazima uwe na matarajio ninapokuombea. Na hayo matarajio ndio ambayo yatakusukuma wewe kuweza kupata kitu ambacho Mungu wangu amenipa. Unatarajia nini kikugusa? Wengine si niliwaambia mnahisi yule mchungaji hajaoa, na yule dada anayetembea naye ndo anananili naye, anatembea naye yule dada. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kale katoto ndaka kwake, mnahisi tu, hamna hata uhakika. Mnahisi vitu, mnahisi tu. Sasa vitu kama hivyo vinaondoa kitu kimoja kinaitwa matarajio kwa Mungu. Hawezi kuwa na matarajio sahihi kwa Mungu ambaye una mashaka naye. Mimi sio ninaweza nikakuombea hapa, nguvu za Mungu sio juu yako, afu uko ndani anasema wewe nguvu za Mungu inatoka wapi? Pokea utajiri, wapi? Hawezi praise God. Bwana asifiwe. Mmenielewa kweli? Nimalizie hapa. Matarajio yako yatakusaidia wewe kuhakikisha unapata ambacho Mungu amekupa. Tarajia kitu kutoka kwa Mungu. Tarajia kitu kutoka kwa Mungu. Yaani umekuja ibadani akisha umetarajia kitu fulani. Yaani nikikaa tu pale ibadani nitakutana na Mungu. Hili ndio tarajio la kwanza zuri. Yaani kwa kuwa umekuja tu leo ibadani, umekaa hapo, tarajia kukutana na hii matarajio unatakiwa uyatengeneze kabla ya kuja ndani ya kanisa. Lakini wewe ndio maana tunakuvuta kuja kanisani. Unataka tukupigie simu, tukwambie sasa tutaua wachawi wote kesho, njoo kanisani, tutakuja. Wachawi hatuwezi kuwamaliza. Wachawi hawezi kuisha. Tutakuwekea ulinzi wa kiungu tu ili wachawi wakija wasikuone. Sio tutawamaliza. Wengine wanazaliwa ni wachawi. Kwa ni kila siku unatakiwa uwe na mahusiano na Mungu ambaye atakupa nguvu ya kupambana. Leo ni kweli una pastor ambaye anaweza kusimama juu yako, sababu unapomwabudu Mungu nikiwepo hapa, au wewe ukiwa ni muamini ambaye unaabudu hapa, vita zako zote sio za kwako, ni za kwangu. Sasa ila ni lazima mimi nijue wewe ni muamini wangu. Nisipojua hilo nitakuona kama mtu aliyekaa kwenye barabara iliyozongwa. Yaani nakuona, yaani upo kama fisi. Yaani unaenda na huku, unaenda na huku. Unaenda na huku. Nikiona hujakaa huku, wala hujakaa huku. Nasema Mungu endelea tumwache kwanza mpaka atakapoona
atatulia, atakaa hapa, atakuja hapa. Mimi sinakwambia ukweli. Mimi sitaki kukudanganya, nisije nikakutarajishia kitu ambacho hakipo. Nitakuombea unajua kuna maombi aina 7. Kuna maombi aina 12. Lakini wachungaji wanao sio wachungaji. Sasa wachungaji wana neema, wana maombi aina 7. Maombi ya ujumuisho na maombi ya kudili na tatizo lako wewe. Mimi nazungumza maombi ya kudili na tatizo lako wewe kama wewe. Yaani hapa nambeba nani? Gift Nambeba gift. Yesu Kristo msaidie gift peke yake. Naenda kwenye kizazi na kizazi cha kwake. Hayo maombi sitawaombea wote, mpaka wale ambao unajua ni wa hapa. Muulize Yesu Kristo, atakwambia. Ukikutana naye kule mbinguni, atakwambia alikuwa na wanafunzi 12. Aliongea nao kama wanafunzi 12, na alikuwa na wanafunzi 3. Aliongea nao kama wanafunzi 3. Na alikuwa na rafiki yake Yohana. Alimwambia Yohana peke yake mambo ya Yohana. Na mambo ya watatu aliwaambia watatu. Mambo ya 12 aliwaambia watu 12 wanafunzi wake. Na alipomaliza alienda kuwahubiria makutano. Alichowahubiria makutano kilikuwa ni tofauti sana alichowaambia wanafunzi. Na alichowahubiria wanafunzi ilikuwa ni tofauti sana alichowaambia wale wanafunzi wale marafiki zake watatu. Na alichowaambia watatu kilikuwa ni tofauti sana na kile alichomwambia Yohana. Yohane alikuwa ni mwanafunzi aliyependwa na Yesu, aliyelala kwenye kifua cha Yesu. Unaweza kuwa rafiki wa mwana wa Mungu mpaka ikafika stage mnapiga story, mnaomba, unachoka, unajilaza kwenye kifua cha mzee. Sisemi kwamba wachungaji wanatakiwa mkajilaza kwenye vifua vya wachungaji. Hebu nikazie macho. Sisemi mkajilaza kwenye vifua vya wachungaji. Ni Yohana peke yake na walifanya hicho kitu. Hii injili isije kawa ikakengeushwa hapo katikati. Mtu baadaye akachukua kipande akasema, sinaona alisema. Sijaruhusu hicho kitu wala hakipo. Ila nimekuonesha aina ya mahusiano ambayo ni muhimu ndani ya kanisa. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Aliwaambia mambo kwa wote, lakini alikuwa na wanafunzi 3 aliyowapenda. Aliwaambia hayo mambo ya siri zaidi ya wale 12. Na alikuwa na mwanafunzi mmoja aliyempenda na akamwambia vitu vyake zaidi. Unahisi maombi aliyomuombea Yohana yalifanana na mitume 12? Kwa nini mitume wote 12 hawakuwa na nini? Na kila mmoja aliandika nyaraka zake. Mbona ni wachache wameandika nyaraka? Katika wale ambao walikuwa karibu sana na Yesu ndio waliandika nyaraka za Yesu. Hata Yesu mwenyewe anavali hicho kitu. Sio mimi. Usinikasirikie kukwambia hicho kitu. Tunajua kuwa unakujaga kanisani na hili hapa nilikazie vizuri. Acha nikalazie vizuri. Unakuja mwezi mmoja umepotea. Alafu unakuja tena kama mwana kondoo. Jamani wapendwa, nipo tunakuangalia tu. Mwambie jirani yako tunakuangalia tu. Uwe najua kuna vitu kama alivyopata Yohana hautapata kwa Yesu. Sio kama mnaelewa hapo. Wangapi mmeelewa? Wangapi mtaamua kuwa na commitment? Kweni na commitment. Hatujakukataza kusali unakosali. Sisi hatujakukataza wala hatujakuzuia. Kwa sababu uingiliani pengine na ibada zetu, labda kuna mahali kuna mtu unakubaliki, unaenda kwenye misa fulani kisilisili, ukirudi unakuja hapa. Hamna shida, wewe ila endelea tu. Kwa muda hatujakukataza, lakini kuna muda unatakiwa uchague kuwa na msimamo huo. Usiende kusali sehemu ili usubirie kuzikwa. Uganga wa kienyeji wa hali ya juu. Yaani eti mimi nisali sehemu kwa sababu nasubiri mnizike? Sio mimi. Na nakuombea usio wewe. Yaani nangangana, hamna Mungu nangangana. Yesu ni Bwana. Lakini hamna Mungu.
Alafu nasali hapo kwa nini? Nasubiria mje mnizike. Sasa itakuwaje? Nani atanizika? Wewe umeshaanza kufikia level za kumsikia shetani kwa 100%. Yaani wewe na shetani hamna utofauti. Yaani kusali sehemu, yaani pengine una mtu mwingine anasali hapa, anaogopa kusali hapa kwa sababu kuna kanisa fulani anasali. Sasa nikiacha lile kanisa atanizika nani? Hebu muulize jirani yako, na wewe unajiulizaga hayo maswali? Muulize hayo maswali, unajiulizaga kweli? Ninaogopa kuacha dini yangu, nani atanizika? Yaani tayari umeenda kuzikwa. Mawazo yamehama. Yamefikiria mpaka kuzikwa. Una imani wewe mama. Kama ni baba una imani yako ya kipekee kuliko Ibrahim. Yaani tayari umeshajipeleka kuzikwa. Sisi wengine kazi yetu ni kukuombea uwe hai, uishi muda mrefu, na wewe kule kwenye imani yenu hutaki kutoka ili mziko. Sasa ujifikirie, mtu kama wewe anapataje majibu hapa? Hapa kwenye hii madhabahu anapataje majibu? Ni ngumu. Tunakazana hapa Baba katika jina la Yesu. Tunaharibu, tunavunja kila mikatale ya mauti. Yeye anasema Mungu, siwezi kuhama. Anasema ni kweli maombi nimepokea, ila siami kanisani kwangu ni nani atanizika? Wakristo, shikamoo. Wakristo, shikamoo. Kanisa, nimeonyesha mikono. Mungu atusaidie. Angalia, ambao wanajua walio kwa Waislamu wanaelewa. Muislamu haogopi kutoka msikiti huu akiona imamu ameenda kinyume. Anaenda kuswali msikiti mwingine. Kwa sababu pia hata Waislamu sio wako pamoja. Kuna madhehebu zaidi ya 360. Sio, naelewa vizuri. Kwa ndani ya Waislamu kuna Wasuni, kuna Wahamadia, wako huko. Waislamu sio kama ni dini moja tu ya Uislamu imenyoka hivi. Na wao wana madhehebu yao. Wengine wanamkubali Yesu, wengine wanamkataa Yesu. Wengine wanataka kuvaa suruali ziko hapa, wengine wanataka uvae mpaka chini. Wengine wakifunga swala wanataka wafanye hivi, wengine wanataka wafanye hivi. Wengine wanataka upige ndevu ina, wengine hawataki upige. Lakini yote kwa yote, chagua mahali ambapo patakupeleka mbinguni. Mimi ninakuambia ukweli, leo Mungu alinipa neema. Usiku mzima nilikutafakari wewe. Nilikuwa nakutafakari kila mmoja maana unaniona hapa. Labda wewe mgeni ambaye hujawahi kuja. Na wewe lakini nilikuwekea nafasi ya kukutafakari. Nisema akitokea mgeni na hii nondo itampata tu. Bwana asifiwe. Kwa jiulize maswali. Unaabudu ili mchungaji akuone au kukutana na Mungu? Au unakuja ili mwenyekiti wa vijana akuone? Aseme katika watu ambao nitawapa fursa na huyu atakuwepo. Au mwenyekiti wa mama ili akuone? Au kuja kumchungulia mchungaji leo amebadilisha saa au hajabadilisha saa? Amepiga kipala au amepiga ile mnyo wake? Inawezekana pia. Njoo ukutane na Mungu mwanangu. Kama umezunguka, mimi hapa nimechoka. Yaani sasa hivi ninachotaka ni Mungu tu. Ninachotaka ni Mungu tu. Ninachotaka kukutana na Mungu tu. Nimeshakutana na watu wa kila namna. Nimekutana na watu wengi sana. Maarufu, wasio maarufu. Yaani mimi babako, labda niko Besidi. Nimekutana na watu maarufu sana. Wengi. Na mimi sio mtu anayependa kupiga mapicha na watu. Wengi maarufu. Wenye vyeo, wasio na vyeo, wanasiasa, wasio wanasiasa. Lakini kila siku kama nanisikia nawaambia namshukuru Mungu, nimekuwa na nafasi mpaka ya kumwombea rais. Sasa kama nilikuwa na kibali mpaka cha kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akapiga magoti nikamwombea hapa chini. Sawa? Nikiwa nimesimama yeye amesimama hapa chini. Jiulize swali, nimevuka wangapi mpaka nimempata rais? Kwa ninawajua watu wenye majina na wasio majina. Kwa nimeshakutana na watu wengi. Ningetaka sasa hivi kesho asubuhi kwenda kupiga picha na waziri fulani. Ninampigia tu simu naomba, unajua nimekukumbuka mwanangu. Niko mahali fulani.
au nataka kukuona na jambo fulani nataka tuongee. Lakini Mungu ameniambia nijenge kanisa, sio show off. Mimi huwezi kukuta nimepiga picha mapicha ya ovyo, sio amna. Sio na viongozi amna. Ni anasa. Kwangu ni anasa kabisa. Ndio maana nimekuambia mwanangu, mimi nimekutana na watu wengi, waje nisaidia. Niliyembatiza kumuona sasa hivi ni Mungu. Muulize jirani yako, na machaguo mangapi mpaka sasa hivi hapo ya kukutana na Mungu na watu? Muulize, unataka kukutana na Mungu na watu? Hata kanisani mimi nikija, siangalii mpo wawili au watatu, nitakumuta tu gospel. Niliwaambia nilianza kuhubiria miti kabla ya nyinyi. Sasa wewe kama unaweza kujiuliza maswali ya haraka, miti nasikia, miti nasema amina. Ulizeni yule mwanangu, anajua tulikuwa tunakaa wale wa mama, hawa mama tulikuwa 4 si 5 hapa, si 6. Tulikuwa tunakunguta tu gospel vizuri. Lakini hatukuacha kuhubiri injili. Mimi ni mchungaji anayejua kuwa na watu, kuachwa na watu, kuwa karibu na watu. Siku moja mwanangu aliomba Jose. Alisema wanajua watu wasipokuja kanisani pengine watamuumiza mchungaji. Wewe usije uniumize mimi, hilo la muumiza Mungu wako aliyekusaidia. Yaani unajipunguzia credit za kupanda. Badala uascend unashuka. Kwa sababu si unakuja kujenga mahusiano yako na Mungu. Hili neno la leo ambalo nimekusikilizisha ambao kama mtu mwingine hajasikiliza hivi. Ndio maana nikwambia kitu kimoja. Kwenye mtandao kuna internet ina scratch. Kwa unawezekana ukazuiliwa usisikilize, lakini ukija kanisani je? Unapata vizuri. Na ndio maana kuna vitu ambavyo watu wanaanza kusikiliza kwenye internet, ila kuna vitu vingine anavikata. Hawasikilizi vyote. Kuna mifano mingine anaikata. Hawezi kuipata yote. Lakini wewe uliye kanisani, unasikiliza vizuri? Unanielewa vizuri? Simama kwa miguu yako. Nyosha tu mkono wako juu. Yesu. 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 Yesu, nakuhitaji, mponya wangu, karibu kwangu. Yesu, 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 twakuhitaji, mponya wetu, karibu kwetu. Sema Yesu, 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 ita Yesu, 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 twakuhitaji, mponya wangu, karibu kwangu. Sema Yesu, 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 Bwana Yesu, Yesu,
nakuhitaji mponya wangu, karibu kwangu. Waambie Yesu, Yesu, Bwana Yesu, Yesu, ninakuhitaji Yesu, sina mwingine Yesu, nakuhitaji Bwana wangu, karibu kwangu. Yesu, 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 Bwana Yesu, Yesu, Bwana Yesu, Yesu, nakuhitaji ponya wangu. Mengi yasiyokupendeza. Kuna mengi yasiyokupendeza. Kuna mengi yasiyokupendeza. Wala usiyoyapenda. Wala usiyoyapenda. Ninaomba msamaha. Ninaomba msamaha. Neno hili ni la kwangu. Neno hili ni la kwangu. Umenituma ili nibadilike. Umenituma ili nibadilike. Ili ninitoe. Ili nilitoe. Katika uangamizo. Katika uangamizo. Katika maangamizi. Katika maangamizi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidia moyo wangu. Saidia moyo wangu. Ninapenda kuongea. Ninapenda kuongea. Na hata sio na maana. Na hata sio na maana. Inajikuta nimeongea. Inajikuta nimeongea. Lakini sijui ya kuwa. Lakini sijui ya kuwa. Neno moja lina athari. Neno moja lina athari. Ya kuharibu. Ya kuharibu. Au kujenga. Au kujenga. Nenda mbele za Mungu kaombe toba na rehema kwa ajili ya maneno uliyowahi kuwasema wachungaji. Sijui ulishawahi kumsema mchungaji gani. Sijui ni nani uliwahi kumsema. Sijui ni mchungaji gani. Sijui ni mimi ulinisema. Sijui ni nani. Unaweza kuomba rehema. 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 Unaweza kuanguka mbele za Bwana na kumwambia Mungu nisamehe. Wengine uliwaita majina ya ajabu wakati Mungu hajawaita katika majina hayo. Wengine uliwasalau. Wengine uliwashushia heshima. Wengine uliwaona si kitu, lakini kumbe wameitwa na Mungu. Na ukatembea na laana fulani. Ukatembea na laana fulani bila wewe kujijua. Unajiuliza mbona siponi? Kumbe kuna laana inatembea juu yako. Kumbe kuna laana inatafuna maisha yako kama ukimwi unavyotafuna mtu. Yesu, tunaomba rehema, atujihesabie haki. Ni kweli kuna muda hatujawa na utoshelevu wa kutosha. Tumewasema wengine, tumesema na wachungaji wengine. Mungu, tulianza nao tukawasema tukawakosea, lakini mimi Mungu ninaomba rehema kwa ajili yao. Ninaomba rehema kwa ajili yao. Baba, ninaomba rehema. Wakuwasameni wewe. Wakuwasameni wewe. Muda mwingine hawajui mizigo tunaobeba. Muda mwingine hawajui mizigo tulio nayo kwa ajili yao. Kuna muda hawajui jinsi ambavyo tunawawazia mema na ndani ya mioyo yao wao wanaliwazia kanisa vibaya. Kuna muda wao hawajui ni jinsi gani tunavyokesha kwa ajili yao. Wengine tukitaja majina yao, lakini wao wametugeuka. Mahali pasiri wanatusema, mahali pasiri wanatusengenya. Wengine Mungu walikula vya kwetu na bado walitusengenya. Wengine Mungu tulihudumia maisha yao na bado wakatusema, na hata bila kosa wakazusha maneno ya uongo. Nimekuja rehema na kutaka kwa rehema zako. Oh, masuperinana
Shatiliko parusu palekuna. Rai! Hey! Aha! Hey! Yesu. 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 Mungu, tumekuja mbele zako. Hapa tuondoki bila kuturehemu. Tunaomba msamaha kwa ajili ya kuwasengenya wengine. Vinywa vyetu ni vichafu mno. Turehemu. Kama si wewe ni nani anatusikia? Tumekuja kwako, tunaomba rehema. Mungu wa Israeli. Wengine tumesema makanisa ya majirani, tumesema kanisa la jirani. Wengine wamesema makanisa ya mbali. Wengine wamesema wachungaji, bila kujua walivyovibeba masuperikona. Hey. Usipotusamehe ni nani anatusamehe? Bila wewe hatutoki hapa. Katika jina la Yesu, turehemu Mungu. Tumekosa tena, tumekosa sana. Tumeanguka mbele zako Mungu wetu, jemedali wa vita, Mungu wa Mungu. Tusamehe Bwana. Sisi tulijiona wakamilifu, na wengine tukasengenya imani zao, tukasengenya makanisa yao. Yesu, tumekuja kwenye matengenezo. Sisi sio wakamilifu sana. Mungu, tusamehe na tukamilishe wewe. Unaweza kutukamilisha Bwana Mungu wa majeshi. Kamilisha Bwana. Vinywa vyetu vililani wengine, vilihukumu wapakwa mafuta. Bwana Mungu wa majeshi, Bwana Mungu wa majeshi, kama si wewe ni nani sasa tunayemngojea hapa? Bwana, ni wewe Mungu aliye hai. Asiria kanderima shitaya pasuria kanama. In the name of Jesus, ingilia kati ya Bwana. Tufanye kuwa wakaribu kama Yesu alivyokuwa karibu na Yohana. Mungu Baba, wale uwapendao huwa unawaambia siri zako. Mungu, tunashangaa matatizo yanatokea na hata utuambii. Kumbe ni kwa sababu tu, kumbe ni kwa sababu tu kiwango cha fellowship kimepungua, kiwango cha ushirika kimepungua. Ni kweli tumekuja kanisani, lakini tulikuja kukutana na watu. Tunaomba rehema Yesu, tunaomba rehema Yesu, tunaomba rehema. Intention yetu, matarajio ni kutaka vitu vyako, wala tulikuwa hatukutaki wewe. Turehemu. Wengi tumekuja kanisani, lakini matarajio yetu ni kutaka vitu vyako, na wala si kukutaka wewe Mungu wa majeshi. Tunainama mbele zako, tunainama mbele zako, tunasema Yesu, Yesu, Yeshua Amashia, Yeshua Amashia, Yeshua Amashia, Yeshua Amashia. Wengi tulikuja kwako, lakini kumbe hatakuwa wa kwako. Na wewe umesema unatambua sauti. Umesema mchungaji atajua sauti
Wanakondoo watajua sauti ya wachungaji ya mchungaji. Mungu tunaomba turehemu kwa yote. In Jesus name Father I pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Mimi hapa, unaniona hapa nilipo. Hata uniamsha usiku, ukiniambia mentor wako ni nani, nitakwambia mentor wangu ni nani, my mother ni nani. Lakini Wakristo wengi wakitokea usiku na Mungu, wakiulizwa baba yako wa kiroho ni nani, watabaki kwenye mkanganyiko. Nataka niwarahisishie vitu leo ili usiondoke na doubt na complain yote. Kuna wachungaji walikuja kukusaidia kufika hapa. Kama uliona hauwezi kuwepo kwao na umeamua kuweko hapa, waombee, maana walikuvusha mpaka mimi nimekutana na wewe. Usiwalaani wachungaji, usilaani watumishi wa Mungu. Sio kama unanielewa vizuri. Una wachungaji unajua walikubariki, waombee. Na ukipata muda unaweza kuwasalimia, lakini ukamwambia nashukuru Mungu, nimehama na mimi niko na abudu sehemu nyingine, niko vizuri. Au ukipata muda unamwambia siko na wewe lakini na abudu sehemu nyingine, nimebeba pengine mkate na kuletea. Huu ni moyo wa ajabu ambao nawafundisha watoto wangu. Wengi mkichoka kwenye makanisa mnaotoka, mnakuja kwetu wachungaji, mnatujaza sumu. Yule mchungaji mbaya, yule mchungaji Freemason. Don't do that. Waacha na ubaya wao. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wewe kuweko pale. Usiharibu kingine, maana wewe si uliyekijenga. Kuna mtu kesho atatukuza sisi tumekuwa, akituharibu sisi atakuwa hajatuharibu sisi, ila atakuwa amemharibu Mungu, kwa sababu sisi hatujai kuharibu watu. Au ni nani ambaye anaweza kusema mkono alikuja ananiambia mimi nasali mahali fulani, na wewe mchungaji wako mbaya? Si hakuna. Kama hakuna, ujue mimi ni mchungaji anayejua mbegu. Nikipanda mbegu na mimi hiyo mbegu ndapanda. Lakini amua, kama umeamua kupandwa mahali hapa, pandwa mahali hapa na utulie. Bwana asifiwe sana. Tulia sehemu moja na kusaidia. Lakini nataka tunyoshe mikono tukawaombea wote, wachungaji, marafiki, ndugu zako waliowahi kukubariki au kukuvusha kwenye eneo fulani. Funika macho yako. Sema Bwana Yesu, kuna watu ambao walinibariki, walinivusha kufikia hapa nilipo. Mungu wangu, Mungu wa majeshi, Baba wa mbinguni, sina lingine, ninawaleta hao wote kwako. Mungu Baba, wasaidie, wape neema, wote walionibariki, wote walionisaidia, kufikia hapa nilipo. Mungu wangu, sina cha kuwalipa, lakini wakumbuke. Ninakushukuru Mungu, kwa ajili ya msaada, kwa ajili ya kuwatumia, ulivyowatumia. Mungu wangu, mahali popote nilipoinua kinywa kuwasema vibaya, unirehemu Yesu, unisamehe Baba. Mungu wangu, ninabadilisha malalamiko yangu kuwa baraka kwao. Wewe wabariki, wafanye kuwa baraka kwa watu wengine, kwa watu wengine. Na mimi ninakushukuru, umenipanda hapa, mfanye baba yangu kuwa baraka kwangu na vizazi vyangu. Amen. God bless you. Mimi namkumbuka mchungaji ambaye nilipoanza kuhubiri, nilikuwa nikihubiri anasema, wewe huwezi kuhubiri. Lakini bado namuombeaga. Mungu akubariki, chukua sadaka yako. Kwa sasa mimi siwalaani watu, huwa nawabariki.
huwa ninawabariki. Na ili tujue sasa umekuwa mwombaji, tumesema utaacha nini? Kiherehere na mdomo. Mwambie jirani yako, mwambie hivyo hivyo, usipindishe. Mwambie ili tujue umeanza kuwa mwombaji, acha kiherehere na mdomo. Bwana asifiwe. Amen. Ndio tutajua sasa kama kabadilika. Kiherehere na mdomo si kitu kizuri. Na sadaka ya fungu la 10 au shukrani unaweza kuweka kwenye bahasha yako. Na una sadaka ya kawaida, take it. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Nani kama wewe, mfalme wa vita, jemedari wetu, ngome imara. Inua sadaka yako. Nani kama wewe, jemedari wa vita, mwamba imara, ngao yetu Bwana. Nikiinua macho yangu nitakutazama wewe Mungu wangu. Ni nani mwingine wa kumtazama kama si wewe? Tumeinamisha mioyo yetu kwako, utusaidi. Rima superia kutaya, kama Daudi alivyosema, nimeinua macho yangu nitazame juu milimani, msaada wangu unatoka wapi? Mungu wanao wameleta sadaka zao. Tunauliza ndani ya mioyo yetu, kama si wewe ni nani mwingine? Mungu, kama si wewe unayetubariki ni nani tunayemngojea? Mungu, tumekuja mbele zako, hatutatoka patupu, hatutatoka bila baraka zako. Tujaze tena, tubariki Mungu wa majeshi. Tuinue sasa Baba yetu, tushike mkono wako dari ya Bwana, tusaidie Mungu wetu. Jemedari wa vita, wajua sana mambo yetu, wao wajishughulisha sana na mambo yetu kuliko sisi tunavyojishughulisha. Wajua sana jinsi tulivyo Bwana kuliko jinsi tunavyojijua. Mungu, ingilia kati ya Bwana, hata namna ya kufikiri kwetu, namna ya kuwaza. Mungu, wewe wajua, katika jina la Yesu Kristo. Amen. God bless you. Amen. Mungu akubariki sana. Take your offering, unaweza kuweka kwenye bahasha sehemu ya kuweka. Jemedari wa vita, ni nani